Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa muktadha wa leo, Chifu Mkuu, Chifu Hangaya, Comrade Stephen Masatu Wasira, Makamu Mwenyekiti wa CCM Tanzania Bara, Comrade John Vianney Mongela, Naibu Katibu Mkuu wa CCM, na wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM, Mheshimiwa Saidi Mtanda, mkuu wa mkoa wa Mwanza, na wakuu wa mkoa wote mliopo hapa, waheshimiwa mawaziri wote mliopo, Mheshimiwa Mwinjuma, naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, na waheshimiwa manaibu waziri wote mliopo, Mhashamu Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu la Katoliki Mwanza na mwenyeji wa eneo hili la Bujora, na viongozi wote wa dini mliopo, makatibu wakuu mliopo mkiongozwa na ndugu Gelson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali, Chief Antonia Tonisiza Sangalali, mwenyekiti wa Umoja wa Machifu Tanzania, na chifu wa Gikogu Simiyu, pamoja na makamu mwenyekiti wa Machifu Tanzania, Chifu Sangati Fundikira, na machifu wote mliopo, pamoja na Chifu Aaron Mikomangwa, katibu wa machifu wa Tanzania. Na kwa namna ya pekee kabisa ni watambue wale mankosi kutoka Afrika ya Kusini na naamini KwaZulu Natal, pamoja na Princess ambaye tuko hapa, na kwa wao niseme karibuni sana nyumbani kwenu, kwa sababu ndugu zenu walipoondoka Afrika ya Kusini mwaka 1840, eneo walilopofika maeneo ya Runzewe na Geita, ndipo nchi hii ilipokuwa chini ya himaya ya Wajerumani, wakashindwa kuendelea, na baadhi yao wakaenda jimbo la Makamba kule Burundi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, maeneo ya Geita, maeneo ya Runzewe na maeneo ya Makamba kule Burundi, wako watu wenye damu ya hawa mankosi wa Kizulu ambao pia wako Songea, lakini pia wako maeneo ya Mlimba na maeneo ya Kilombero. Kwa hiyo karibuni sana nyumbani kwenu kwa ndugu zenu, machifu wote na watemi wote mliopo, waheshimiwa wakuu wa wilaya za kanda ya Ziwa mkiongozwa na Mheshimiwa Joshua Nassari, mkuu wa wilaya ya Magu, wakurugenzi wa halmashauri za manispaa wilaya za kanda ya Ziwa, na hapa na wabunge wote mliopo mkiongozwa na Mheshimiwa Kiswaga, na mwenyekiti wa wabunge wa kanda hii Dr. Angelina Mabula, waheshimiwa madiwani mliomaliza muda wenu, viongozi wa dini mliopo, viongozi wote wa chama tawala na vyama vya siasa mliopo, waandishi wa habari, wasanii wa vikundi vya burudani, wananchi wote, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wadela, Wababa na Wamayu, Iminza, Emwashi, Mulichiza, Mlemola bose, Mwabeja bose, Mungwele Banangweli, Mungwele Banakeya, Mungwela Banashashi, Mungwela Banadakama, Tulimtogwa. Hii ndiyo siku aliyoifanya Bwana, tutashangilia na kuifurahia. Zaburi ya 118 aya ya 24. Mheshimiwa Rais, naomba kutumia nafasi hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahimu kwa ruzuku ya uhai aliyotutunukia kwa siku hii ya leo, na kutuwezesha kukutana hapa katika tamasha la utamaduni la jamii ya Wasukuma la Bulabo. Na ndio maana nimetaja wote, Banangweli, Banakeya, Banashashi, Banadakama. Nimeanza na shukurani kwa kuwa asili ya tamasha hili inatanabahishwa na baraka za kijadi na baraka za dini zetu ambazo zimekuwa urithi kutoka kizazi hadi kizazi. Mheshimiwa Rais, naomba kuleta kwako shukrani za dhati
kwa maono yako ya kuendelea kuthamini mila, desturi, miiko na maadili yetu wa Tanzania, kwa kusisitiza, kuhamasisha na zaidi kushiriki kwa vitendo katika matamasha yanayotunza asili yetu wa Tanzania. Ndugu zangu tuliopo hapa na Watanzania wenzangu, hakika tunaye rais ambaye anaheshimu tamaduni, mila na desturi zetu kwa vitendo. Jambo hili Mheshimiwa Rais ni kubwa sana, na ndio maana wewe ni chifu mkuu, Chifu Hangaya, yani nyota ing'aayo. Tena ndugu zangu Wasukuma watakubaliana nami kuwa ni nyota ing'aayo mchana na usiku. Baba Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Katoliki la Mwanza, naamini nipo sahihi kuwa Chifu Hangaya kwa lugha rasmi ya kanisa lako ya Kilatini ni Stella Lucida. Ni Stella Lucida. Na nyota katika Biblia takatifu zinatajwa katika muktadha tofauti na mbalimbali. Na Baba Askofu Nkwande, unisahihishe, linalonijia leo, nyota katika muktadha wa leo ni ile katika Injili ya Mwinjili Mathayo sura ya 2 aya ya 7 na ya 12, aliyeiona Baltazar, Melkiori na Gaspari. Kama ni hiyo basi ni sahihi kabisa, imesimama na wameona walipo, na ndio maana mkuu wa mkoa wa Mwanza anasema Mwanza peke yake zimekuja trilioni 6. Maana yake ile nyota imesimama na Baltazar, Melkiori na Gaspari wameiona. Huyo ndio Stella Lucida, na angekuwa mwanaume angekuwa Stella Lucidius, lakini kwa Kilatini us ni kwa mwanaume, a ni kwa mwanamke. Kwa Baba Askofu, naona umetingisha kichwa, umekubali kabisa kikanisa, huyo ni Stella Lucida kwa Kilatini. Mheshimiwa Rais, najua muda umekwenda na mengine nitayaacha, lakini niende kwa yale ambayo ni ya msingi kabisa. Kwanza, tumefanya yote uliotuagiza na ningependa kutoa taarifa ya maelekezo yako. Moja, Mheshimiwa Rais, tulituelekeza kuanzisha tamasha la utamaduni la kitaifa na kushindanisha vikundi mbalimbali vya ngoma za asili kwa mzunguko katika mikoa ya Tanzania bara. Mheshimiwa Rais, kwa moyo wa shukrani kwako, tamasha hili hadi sasa la kitaifa limezunguka katika mikoa mitatu ya Dar es Salaam, Njombe na Ruvuma, na kwa mwaka huu litafanyika mwezi Disemba katika mkoa wa Lindi. Mheshimiwa Rais, ulitupa maelekezo ya kuandaa miongozo mbalimbali ya maadili ya Mtanzania. Naomba nitoe taarifa kwa tayari umeandaliwa mwongozo wa utamaduni na maadili ya Mtanzania ambao umekuwa rejea kwa makundi mbalimbali ya kijamii, ambapo pia umejikita katika kupunguza kwa kiasi kikubwa viashiria vya mmomonyoko wa maadili unaosababishwa na watu wachache. Mheshimiwa Rais, sambamba na hilo, tarehe 20 Julai 2024 ulituelekeza kuandaa mwongozo wa wazee wa kimila, hususan machifu, katika kuenzi maadili ya Mtanzania. Mheshimiwa Rais, tayari rasimu ya awali ya mwongozo huo imeshatolewa maoni na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwamo machifu wenyewe, na sasa tunachakata maoni hayo ili kukamilisha mwongozo huo. Aidha, mwongozo huo utakapoanza kutumika utasaidia kuondoa mgongano wa utekelezaji wa jukumu la kuenzi maadili ya Mtanzania, kwa kuwa umebainisha namna serikali inavyoweza kushirikiana na viongozi wa kimila, viongozi wa kidini na viongozi wa kijamii kuenzi na kulinda maadili yetu. Mheshimiwa Rais, ulituelekeza kuhakikisha kuwa viongozi wa kimila wanakuwa na ofisi zao ili kutoa huduma kwa urahisi na ziwe katika mji wa serikali Mtumba, Dodoma. Tumepiga hatua katika suala hili Mheshimiwa Rais, ambapo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu na ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Dodoma imepanga eneo katika mji wa serikali ambapo itajengwa jengo la utamaduni wa Tanzania, na katika eneo hilo pia patakuwa na eneo maalum la viongozi wa kimila na ofisi yao. Mheshimiwa Rais, wizara imeanza maandalizi ya kuwa na majengo au vituo vidogo vidogo vya utamaduni kama ilivyo kituo cha utamaduni Bujora kwa kila mkoa,
ili kuhifadhi vifaa vya kijadi, tamaduni za mila zetu kwa matumizi ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Rais, pamoja na mafanikio yote haya, lipo jambo moja kubwa ninapenda kulisema mbele ya umati huu wa wanamwanza. Mheshimiwa Rais, serikali imejiridhisha na utaratibu na uendeshaji wa sherehe za utamaduni za Bulabo zenye maana ya sherehe za maua, yaani sherehe za msimu wa mavuno, ambazo zimekuwapo kwa miongo kadhaa na zimekuwa chachu na mfano wa kutunza mila, desturi na maadili. Sherehe hizi zimefungamanishwa na sikukuu ya Ekaristi Takatifu kwa waumini wa dhehebu la Kanisa Katoliki, ikiwa ni sehemu ya utamadunisho, yani inculturation. Na hapa nilipongeze sana Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, kwani lenyewe lilianza utamadunisho, yani inculturation, kabla ya mtaguso mkuu wa pili wa mwaka 1962 ulioongozwa na Baba Mtakatifu Paulo wa Sita. Hivyo Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeanza matayarisho ya awali ya kuzifanya sherehe za Bulabo kuwa sehemu ya urithi wa utamaduni wa dunia, na tupo katika hatua za mwisho kuwasilisha pendekezo hilo UNESCO ili sherehe hizi zitambuliwe kuwa urithi wa utamaduni usioshikika wa dunia unaosimamiwa na UNESCO, yani Intangible Cultural Heritage. Kwa sasa kamati maalum ya UNESCO kutoka wizarani inaendelea na utafiti wa kuhifadhi rasilimali hizo za kabila la Wasukuma kwa lengo la kukamilisha andiko la kuwasilisha UNESCO mwezi Machi mwaka ujao. Na wapongeza sana wana Bulabo, kwani tamasha hili litakwenda kutambulika duniani kote. Hivyo jukumu letu ni kuhakikisha tunaenzi na kulinda utamaduni huu usife. Wizara inaendelea na utafiti wa sherehe za kimila za makabila na jamii nyingine, nayo yaorodheshwe kwenye urithi wa utamaduni usioshikika wa kidunia UNESCO. Na Mheshimiwa Rais, hii ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunaanza utafiti wa awali wa kuona tamasha la Banakogwa la upande wa Zanzibar nalo lifanyiwe utafiti, tuandae andiko na lenyewe tulipeleke UNESCO ili liandikishwe kwa urithi usioshikika wa dunia. Mheshimiwa Rais, kwa kutambua umuhimu wa lugha zetu na kuzihifadhi zisipotee na wala kuathiriwa na umagharibi, wizara katika bajeti itakayoanza tarehe 1 Julai mwaka huu inaanza utafiti mkubwa wa kuwa na atlas ya lugha za jamii, ambapo tutazitambua lugha zote zilizopo nchini na idadi ya wazungumzaji wake na njia sahihi ya kuzilinda, kwa kuwa hizi ni hazina ya kukuza msamiati na istilahi za lugha yetu adhimu ya Kiswahili. Na hiyo ni pamoja na lahaja zote za Kiswahili zilizoko Tanzania, lakini na nchi ya jirani, yani Kimakunduchi, Kindumbatu, Kiunguja, Kipemba, Kimtangata na Kingwana kinachozungumzwa Zaire, lakini pia ikiwa ni pamoja na Kimvita, Kipate na Kiamu vinavyozungumzwa katika pwani ya Kenya. Mheshimiwa Rais, naomba niliseme hili. Watu wengi hawafahamu Tanzania ndio nchi pekee yenye uanuwai mkubwa na tofauti kubwa ya utamaduni na lugha kuliko nchi nyingine yoyote ya Afrika. Lakini ndio nchi yenye mshikamano na umoja mkubwa kuliko nchi yoyote ya Afrika. Sisi ndio nchi yenye makundi yafuatayo ya lugha, yaani Wabantu, Waniloti, Wakushitiki, na katika kundi hili zimo lugha za Kiafro-Aziatiki na lugha za Kikhoisan. Aidha, kutokana na kuwa na Watanzania wenye asili ya mabara mengine waliokuja karne nyingi zilizopita, wapo Watanzania wanaozungumza lugha ya Kigujarati, Kihindi, Kipunjabi na Kiurdu. Pamoja na uhalisia huu, Tanzania leo ni taifa moja lenye mshikamano na umoja mkubwa kuliko mataifa mengine ya Afrika. Na tuko pia, Mheshimiwa Rais, katika utafiti wa kuhakikisha kwamba tunaorodhesha lugha hizi kama ndio urithi wa Tanzania kwa dunia. Mheshimiwa Rais, umepita katika makumbusho ya Bujora na kujionea vifaa vingi vya kimila ambavyo vimehifadhiwa. Wizara imechukua hatua na sasa tunaenda kuandaa atlas ya vifaa vya kimila na tamaduni za makabila mbalimbali nchini ili kuvihifadhi katika jumba la utamaduni ambalo umetupatia eneo la kujenga pale makao makuu ya nchi
kwenye mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma. Vifaa hivi vitahifadhiwa kidijiti ili kutunza mila na desturi zetu, ili vizazi vyetu vijavyo viweze kuona vifaa hivyo, na vitaongeza chachu ya ubunifu wetu wenyewe kuliko kuiga kila jambo kutoka nchi za magharibi. Jumba hili litasaidia sana kuzuia utoroshaji wa vifaa vya kimila ambavyo awali ulifanywa na wakoloni katika kipindi cha utawala, na leo vifaa hivi vingi viko katika mataifa ya magharibi na hatuwezi kuvirejesha mpaka tuwe na jumba hilo kubwa ya kuvihifadhi. Mheshimiwa Rais, wizara inaratibu kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, ambapo sehemu mojawapo ya jukumu lake ni kuhifadhi kumbukumbu za mashujaa walioshiriki katika ukombozi wa bara la Afrika. Pale zipo picha na taarifa za mashujaa mbalimbali wa Tanzania, lakini pia zipo picha za machifu wetu. Mmojawapo wa machifu ambao picha yake iko pale ni Mwami Teresa Ntare wa Kasulu, aliyokuwa mwenyekiti wa machifu Tanzania kati ya miaka ya 1950. Na sasa Mheshimiwa Rais, mwenyekiti wa machifu wa Tanzania ni mwanamke, ndugu yetu Chifu Antonia. Mheshimiwa Rais, serikali ya awamu ya 6 unayoongoza imefanya mambo makubwa katika kuhifadhi utamaduni wetu kuliko wakati mwingine wowote. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hilo na kwa mengine mengi. Mheshimiwa Rais, kipekee ni upongeze uongozi wa mkoa wa Mwanza na ndugu yangu mkuu wa mkoa wa Mwanza, ndugu yangu Mtanda, na makumbusho ya Bujora, na kupitia hao kwa Baba Askofu Mkuu Nkwande na mapadri wote na makureta wote wanaotunza vile vifaa. Lakini nikushukuru sana Baba Askofu kulipa eneo la Bujora heshima kubwa, na maadamu tumeanza kazi ya kuliandikisha utamaduni wa Bulabo kuwa sehemu ya utamaduni wa dunia, uwe na hakika timu itakuja na tutaona ni maeneo gani yaboreshwe ili tutakapoliandikisha UNESCO liwe na hadhi hiyo, ikiwa ni pamoja na lile eneo lililotengwa kwa ajili ya chifu wetu Stella Lucida, nalo liingie katika kumbukumbu hiyo. Na wizara itaendelea kushirikiana na uongozi wa mkoa na kituo na wewe Baba Askofu kuhakikisha jambo hilo linafanyika. Mheshimiwa Rais, shughuli hii ya leo na uwepo wa machifu unaendana kabisa na falsafa uliyoiasisi ya 4R, yani maridhiano, ustahimilivu, mabadiliko na kujenga upya. Hawa ndio moja ya watu ambao watatusaidia sana katika maridhiano kama ulivyowasikia leo. Hawa ndio watu ambao wamejenga ustahimilivu mkubwa katika taifa letu kama ambavyo umeshuhudia leo. Lakini hawa ndio kichocheo cha mabadiliko ambayo Mheshimiwa Rais unayataka. Na katika eneo hili la Usukuma, moja ya mabadiliko makubwa ni kuhifadhi na kutunza mazingira. Kuhifadhi na kutunza mazingira. Mheshimiwa Rais, umetembea kote, umeona jinsi kilio kikubwa cha maji kilivyokuwa na jinsi ambavyo umekitatua. Mwanza peke yake trilioni 1.9 kwenye maji. Ziwa Victoria, ndugu zangu, katika historia ya dunia lilikauka mara 3 toka Mungu aiumbe dunia. Ziwa Victoria lilikauka mara 3 kwa sababu hili ni basin lake. Maana yake nini? Tutunze misitu ili maji yaendelee kuingia katika Ziwa Victoria vizazi na vizazi. Mheshimiwa Rais, hawa ndio watu wanaotaka kulijenga taifa hili upya. Kwa tunapozungumzia falsafa ya 4R uliyoiasisi, hawa ndio miongoni mwa watu wa kuisimamia na kuieleza. Na Mheshimiwa Rais, sera na falsafa ya 4R imeshajiisha amani na utulivu miongoni mwa Watanzania. Aidha, kupitia sherehe hizi za Bulabo zinazowakutanisha pamoja jamii na viongozi wa dini mbalimbali, imekuwa ni jukwaa muhimu la kutekeleza kwa vitendo falsafa hiyo. Na leo Tanzania nzima ipo na machifu wapo, na naamini nimemwona hata Chifu Bazengo hapa kama sijakosea. Kwa hiyo wote wapo. Maana yake sherehe hii Mheshimiwa Rais imeacha kuwa ya Busukuma, sasa imekuwa ya Tanzania nzima. Imeacha kuwa ya Tanzania, sasa imekuwa ya Afrika, kwa sababu leo tuna Mankosi kutoka Afrika ya Kusini na tunaye Princess hapa kutoka KwaZulu Natal. Na Mheshimiwa Rais alivyocheza
neno kunengua sio zuri. Alivyocheza na kuburudika, wote tumeona kumbe vionjo ni vile vile na watu ni wale wale. Mheshimiwa Rais, nikifikia mwisho wa hotuba yangu, ndugu zangu tuliopo hapa, Oktoba mwaka huu tuna nini? Tuna nini? Oktoba tunafanya nini? Tunatiki kwa nani? Sijasikia tunatiki kwa nani? Mbona huku sijasikia tunatiki kwa nani? Mbona kule sijasikia tunatiki kwa nani? Tuna kila sababu ya kutiki kwa Samia. Mwanza peke yake trilioni 6, na zamani trilioni 6 ilikuwa ni bajeti ya wizara kubwa. Leo bajeti hiyo ya wizara kubwa, na wakati ule nadhani ni ujenzi, mawasiliano na uchukuzi, leo yote imekuja Mwanza. Kwa hiyo Oktoba tunatiki, na tunatiki kwa Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais, Samia. Mheshimiwa Rais, Chifu Hangaya, Stella Luchida, kabla ya kufikia mwisho wa hotuba, naomba nikukaribishe kutoa zawadi na kupokea zawadi, na baada ya hapo sasa nitakukaribisha uweze kuzungumza na kaumu hii, lakini kuzungumza na Watanzania, na leo kuzungumza pia na ndugu zetu wa Afrika ya Kusini. Maana nilivyowaona hawa, hakika ndugu zao kule wanaona. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, kwanza nikukaribishe kwa jambo hili la kutoa zawadi na kupokea zawadi, na baada ya hapo nitakukaribisha tena ili uweze kuongea na wananchi. Asante sana.